Mungu anapanda mbegu za Injili kote ulimwenguni. Tukiona habari kwamba Pasaka imeadhimishwa Mashariki ya Kati, tunatambua Baba na Mama wamefanya kazi hii yote. Nini hutokea popote maji ya uzima yanapotiririka? Imeandikwa kwamba viumbe vyote vilivyo hai hupata uhai na vinatakaswa. Ezekieli sura 47 mstari 9. Popote mto huu uendapo, kila kiumbe hai kinachoyaparamia hayo maji, nini kitatokea? Kitaishi. Hakika yakitiririka wataishi. Wakiipokea wanaweza kuokolewa. Kila mtu, kuna ukweli wowote katika ulimwengu huu kama ule wa kanisa la Mungu? Hapana, haupo. Kwa hiyo hakuna ukweli unaoweza kuokoa ulimwengu isipokuwa wetu, na Mungu ambaye atauokoa ulimwengu yuko katika Sayuni yetu tu. Imeandikwa Mungu hukaa Sayuni. Alisema popote mto huu uendapo, kila kiumbe hai kinachoyaparamia hayo maji kitaishi, nako kutakuwa na samaki wengi mno. Mungu alitufananisha na wavuvi wa watu. Nini kitawapata samaki wengi kwa sababu ya maji ya uzima? Wote wanapata uhai. Haya yote yanatokea kama yalivyotabiriwa. Mwanzo wake huonekana mnyonge, hivyo mwisho wake utastawi. Mwanzoni maji yalifika kwenye vifundo, lakini baada ya kupima dhiraa 1000 yaliinuka hadi magotini, kupima dhiraa 1000 nyingine yalifika kiunoni, na baada ya kupima 1000 zaidi ikawa mto usioweza kuvuka. Kwa kina kama hicho sasa inaenea ulimwenguni kote. Popote mto huu uendapo, kila kiumbe hai kinachoyaparamia hayo maji, nini kitawapata? Katika mstari wa 9, kitaishi, nako kutakuwa na samaki wengi mno mara maji haya yafikapo huko. Maji hayo yatakuwa hai na kila kitu nini kitakachoishi kule mto uendako. Kila kitu kitakachoishi. Ikiwa unabii umeandikwa hivyo, kila mtu, je, tunapaswa kuamini unabii huu au la? Baada ya Yesu kufufuka, aliwatokea wanafunzi wawili njiani kwenda Emau, nao hawakuweza kumtambua. Akawaona wakiwa na nyuso zilizoinama. Yesu akawauliza, kwa nini mna huzuni? Wakasema, je, ni wewe peke yako unayeishi Yerusalemu ambaye hujui mambo yaliyotokea kumhusu Yesu? Tulitumaini kwamba yeye ndiye angekomboa Israeli. Isitoshe, baadhi yetu walienda kaburini na walikuwa wameona maono ya malaika waliosema yu hai. Hatuwezi kuamini hili. Yesu akasema, ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Kwa nini hamwamini maneno ya Mungu? Alipowapa wale wanafunzi wawili utambuzi kama huu wakiwa njiani kwenda Emau, je, haikuwa kwa kumega mkate macho yao yakafumbuliwa, nao wakaweza kumtambua yeye kama Yesu? Yaliyoandikwa katika Biblia yatatimia. Hapa imeandikwa na kila kitu kitakachoishi kule mto uendako. Kila kitu inamaanisha hakuna kinachoachwa, vyote vinapata uzima. Lazima tuwaokoe wote, sivyo? Tuangalie mstari wa 10. Wavuvi watasimama kando ya bahari, kuanzia En-Gedi hadi En-Eglaimu. Huko patakuwa mahali pa kutandaza nyavu za kuvulia samaki. Samaki watakuwa wa aina nyingi, kama samaki wa bahari kuu, lakini madimbwi yake na mabwawa yake hayatakuwa na maji yanayofaa kunywa, bali yatabakia kuwa maji ya chumvi. Miongoni mwao, haijalishi tunahubiri kiasi gani, wale pepo wachafu waliokuwa upande wa Shetani tangu mwanzo nao wakatupwa chini kutoka mbinguni hawataokolewa, si ndio? Mstari 12, miti ya matunda ya kila aina itaota kwenye kingo zote mbili za mto huu. Majani yake hayatanyauka wala haitaacha kuwa na matunda katika matawi yake. Kila mwezi kutakuwa na matunda, kwa sababu maji yanatiririka kutoka wapi? Patakatifu. Kwa maneno mengine, hekalu linamwakilisha nani? Katika Yohana sura ya 2 imeandikwa Yesu mwenyewe alisema hekalu lilikuwa mwili wake. Pia Waibrania sura ya 10 inasema Yesu mwenyewe pia alitumika kama pazia la patakatifu. Haya yameandikwa katika Biblia. Maji yatokayo patakatifu yanaitiririkia.
Matunda yake yatakuwa chakula na majani yake kwa ajili ya nini? Yatakuwa dawa. Ni kiungo cha dawa kinachoponya mauti. Hii inakuwa dawa itoayo uzima wa milele.